0.66. Alafu baadaye anakuja kulalamika. Spika amejenga hoja yake kwa kutumia ripoti ya kamati maalum ya Chenge ambayo mimi Mpina na yeye Mheshimiwa Zungu tulikuwa ni wajumbe wa kamati hiyo ya mwaka 2013. Lakini yeye na wabunge wake hawakutumia ushauri tulioutoa wakati ule, ambao tulishauri serikali kuachana na matumizi ya anasa, na kwa sehemu kubwa wakati huo ilipunguza. Lakini pia tulishauri serikali kuhakikisha kwamba inapunguza misamaha ya kodi ili kuhakikisha kwamba fedha nyingi zinapatikana kwa ajili ya maendeleo. Lakini yeye na bunge lake, pamoja na haya yote, akijua kwamba alikuwa mjumbe wa kamati hiyo na akijua kwamba kamati hiyo ilishashauri ushauri huo, bajeti ya serikali iliyowasilishwa, yeye na bunge lake waliipitisha hata bila kuzingatia ushauri huu ambao amekuja kuutoa mwishoni. Pia kamati ya bajeti licha ya kubaini kuwa ukuaji mdogo wa mapato ya ndani, ukiondoka huu ushauri wa mheshimiwa Spika, lakini kamati ya bajeti nayo licha ya kubaini kuwa kuna ukuaji mdogo wa mapato ya ndani ya 8.9 ikilinganishwa na ukuaji wa matumizi ya kawaida uliofikia leo zaidi ya 10.2 katika kipindi cha miaka minne. Kwa hiyo wanalalamika, kamati ya bajeti inalalamika kwamba bana, matumizi sasa hivi matumizi yetu ni zaidi ya mapato tunayokusanya kupitia TRA. Kwa hiyo kwa sababu yanakuwa mapato yetu yanakuwa kwa 8.9, lakini matumizi ya serikali yanakuwa kwa 10.2. Kamati inalalamika na ikaenda mbali zaidi, inasema katika katika maeneo imeainisha maeneo 10 ambayo kamati hiyo inalalamikia sana matumizi mabaya ya fedha za umma katika kipengele cha 331 cha taarifa ya maoni ya kamati ya bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027, ambako inasema, lakini pamoja ambako inaeleza kwamba katika maeneo hayo serikali imekuwa na matumizi mabaya ya fedha za umma. Imeonyesha vipengele 10 kamati ile kwamba fedha za umma zinatumika vibaya na serikali haiwezi kuvumiliwa katika kutumia fedha za umma vibaya kiasi hicho. Hiyo ni kamati ya bajeti na imeainisha katika vipengele 10. Lakini pamoja na msimamo huo wa kamati ya bajeti ilipitishwa bila mabadiliko. Hawakuondoa hata senti moja. Pamoja na malalamiko hawakuondoa hata senti moja. Hivyo msimamo wa Spika Zungu pamoja na kamati ya bajeti katika kudhibiti matumizi ya serikali hauna ukweli na ulilenga kuwahadaa wa Tanzania, kwani walipaswa kuifumua bajeti nzima na kuondoa matumizi yote yasiyo na tija na kuzielekeza fedha hizo kwenye shughuli za maendeleo ya wananchi. Sasa ilikuwa haina maana yoyote. Umemaliza kupitisha bajeti kama ulivyoletewa, umeletewa na ununuzi wa magari wa matrilioni ya fedha, mamilioni ya fedha, mabilioni ya fedha, ukaipitisha hiyo bajeti. Alafu unamaliza kuipitisha, unaanza kuzungumza kwamba hayo matumizi mengi tuliyoyapitisha ni mabaya na hayana tija kwa wananchi. Serikali inasimamiwa kwenye bajeti kwa kuhakikisha kwamba mnawatengea fedha ambazo zina uhalisia. Sasa kama bunge limetenga fedha ambazo hazina uhalisia na mmewaruhusu waende wakatumie, kwa hiyo malalamiko haya yote haya ni kama walikuwa wanajaribu kuwafanyia massage tu wa Tanzania. Hawakuwa na jambo lolote la maana. Sasa chama cha ACT Wazalendo kilifanya uchambuzi wa mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026 kupitia mapendekezo ya kuanzisha, kupunguza, kusamehe kodi, tozo na ushuru katika sehemu mbalimbali ambazo jumla ya maeneo 18 kati ya maeneo 6 yalikubaliwa na serikali. Katika siku ile tulivyotoa mapendekezo yetu, tulitoa mapendekezo 18 ya kurekebisha mswada wa sheria ya fedha. Serikali wameweza kurekebisha vipengele 6 tu, na hivyo vimebaki vipengele 12 havijafanywa marekebisho yote yale na serikali, ambapo chama kimeamua lakini pia na kupinga kutolewa kwa misamaha ya kodi iliyopendekezwa katika mswada wa sheria ya fedha. Na sababu za kiujumla za kupinga mswada huo ni nini? La kwanza ni kodi nyingi zimeanzishwa na kuongezwa kwa watu maskini, wakiwemo bodaboda, wavuvi, wanafunzi, wamachinga, wakulima na wachimbaji wadogo, huku wawekezaji wakubwa wakisamehewa kulipa kodi. Kwa hiyo ni kodi ambayo haina usawa. Rendo umeambatishwa. Jedwali letu ni hili hapa ambalo linaonyesha kodi ambazo walikubali marekebisho, serikali ambao walikubali marekebisho na maeneo ambayo serikali
hawakufanya marekebisho. Kwa hiyo maeneo ambayo serikali imefanya marekebisho tukalizika nayo, tumesema tumeridhika nayo, na maeneo ambayo hawajafanya marekebisho tumesema hatujaridhika. Na katika kutokuridhika haiishii tu kusema maneno hapa, tunakwenda mahakamani kupinga mswada huu wa sheria na kuvipinga hivyo vifungu vya sheria, ili wananchi wa Tanzania hawezi kuchezewa namna ile, alafu tukaendelea kuruhusu mambo haya kaendelea kufanyika. Namba 3, jambo namba 3 ni kashfa ya ufisadi katika uingizaji wa mafuta nchini ambayo imepaisha bei ya mafuta kupita kiasi. Kila mwezi EULA imekuwa ikitangaza bei elekezi za mafuta na kwa ajili ya waagizaji wakubwa wa mafuta na wasambazaji wakubwa wa mafuta kwa jumla na kwa rejareja, lakini pia na kwa ajili ya wauzaji wa mafuta katika vituo vyetu vya mafuta. Na hivyo wanafanya kwa mujibu wa kifungu cha 166 cha sheria ya mafuta sura ya 392 pamoja na kanuni zake za uagizaji bei za mafuta, yani Petroleum Product Price Setting za mwaka 2022 na marekebisho yake ya mwaka 2026, pamoja na kanuni za pamoja za uagizaji wa mafuta kwa pamoja, yani Amended Bulk Procurement Regulation 2024. Aidha, petroli ilipanda kutoka shilingi 2788 Februari hadi 4115 mwezi Mei 2026. Ongezeko la shilingi 1327. Hiyo ni petroli ambayo ilikuwa ni sawa na ongezeko la 48%. Lakini diesel nayo ilipanda kutoka shilingi 2701 Februari hadi kufikia 4391 mwezi Juni 2026, ambayo ilikuwa ni ongezeko la shilingi 1691 sawa na 62%, sawa na 62%. Hizo ni ongezeko la bei za mafuta. Mwenendo wa bei za mafuta tumejaribu kuonyesha hapo, mwenendo wa bei za mafuta ulivyokuwa ukipanda na ulivyokuwa ukiongezeka kama ambavyo Samale inajieleza hapo chini. Tangu tulipoibua kashfa ya uagizaji wa mafuta nchini tarehe 23 Juni 2023, hakuna majibu ya msingi yaliyotolewa na serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa manunuzi yani PPRA, wala waziri mwenye dhamana yani nishati ndugu Deogratias Ndejembi, kwani hata alipopata nafasi ya kuzungumza swala hili bungeni tarehe 26 Juni 2026 hakuweza kujibu hoja za msingi tulizoziibua. Badala yake alitolea ufafanuzi mambo ambayo wala sisi hatukuyauliza. Hivyo basi sasa hoja zetu hazijajibiwa na mamlaka yoyote ile ya serikali. Hata leo nimeona magazeti yameandika, lakini ukweli ni kwamba bado hoja tulizoziibua tarehe 23 Juni hazijajibiwa na serikali juu ya hili swala la mafuta. Maswali machache juu ya jambo hili. La kwanza, kwa nini serikali iliruhusu kupanda mafuta kutoka Aprili hadi Juni licha ya kuwepa akiba ya mafuta ya kutosheleza kipindi cha miezi mitatu yaliyokuwa yameagizwa kabla ya kinachoitwa kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia? Hiyo ni swali la kwanza ambalo serikali wanatakiwa kulijibu. Swali la pili, serikali kupitia waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari inadai kuwa iliweka ruzuku ya shilingi 259 mwezi Mei na shilingi 535 mwezi kwa lita mwezi Juni. Kwa nini bei hazikushuka? Mtiririko unaonyesha kuwa bei za mafuta za diesel zilipanda kwa wastani wa shilingi 397 mwezi Mei na shilingi 123 kwa lita mwezi Juni 2026 katika vituo vyetu vya mafuta nchini. Kwa hiyo bei iliendelea kushuka, huku tunaambiwa kwamba ruzuku serikali iliweka. Watuambie ni kitu gani? Lakini la tatu, kwa nini bei elekezi iliyotangazwa na EULA mwezi Mei na mwezi Juni haionyeshi bei ya mafuta ilikuwa kiasi gani kabla na baada ya ruzuku? Kwa nini hawasemi? Ukienda kwenye tangazo la bei la EULA katika mwezi Mei na Juni, hakuna popote waliposema kwamba bei iliyotangazwa, bei ya mafuta kwa tarehe ya leo ni hii, lakini ikiwekwa ruzuku bei inakuwa hii, kama ambavyo miaka ya nyuma imekuwa ikifanyika. Lakini swali la nne, serikali ilipata wapi kibali cha kutoa ruzuku hiyo nje ya bajeti? Kwa nini haikutangazwa katika gazeti la serikali la mwezi Aprili, Mei, Juni na Mei Juni mwaka 2026? Kwa nini hatukuambiwa?
Lakini swali la 4, bei za mafuta zilishuka katika soko la dunia kutoka dola za Marekani 112.9 kwa pipa mwezi Aprili na kufikia dola za Marekani 83 mwezi Mei. Takriban zilishuka kwa 22%, na mwezi Juni zimefikia dola za Marekani 70 kwa pipa, sawa na punguzo la 38%. Kwa nini bei hazikushuka mwezi Mei na Juni? Na badala yake bei elekezi ya EURA kwa kampuni ya mafuta ya Vito iliongezeka kwa wastani wa shilingi 407.31 mwezi Mei na shilingi 109.93 mwezi Juni mwaka 2026 kwa mafuta ya diesel. Swali la 6. Sababu gani zilizopelekea wakala wa ununuzi wa mafuta ya pamoja yani PBPA chini ya mtendaji mkubwa na Erasto Simon kuacha utaratibu wa kushindanisha makampuni kuagiza mafuta nje ya nchi na badala yake kuifanya TBC kuwa mwagizaji pekee wa mafuta nchini? Jambo hili ni kinyume na kanuni ya ununuzi wa mafuta kwa pamoja za PBPA za mwaka 2024. Swali la 7. Kwa nini TBC chini ya mkurugenzi mtendaji ndugu Musa Makame haikuagiza mafuta moja kwa moja na badala yake ilitumia kampuni binafsi ya Vito kutoka Uswizi? Swali la 7. Kwa nini bei hazikushuka na badala yake zilipanda licha ya TBC kuwa mwagizaji pekee wa mafuta nchini? TBC ni taasisi ya serikali iliyotarajiwa kupata mafuta kwa bei nafuu na harisi baada ya kufanya uhakiki kwa maana ya due diligence. Swali la 9. Kwa nini kampuni ya Vito